Bwana Sports Counter, tunaendelea kukujuza taarifa zote za usajili kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili, lakini pia hata zile tetesi za usajili tunaendelea kukujuza. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba bwana hawataki masiala baada ya kukaa kimya na kuacha baadhi ya vilabu vikitangaza usajili wa baadhi ya nyota. Bwana wekundu wa Msimbazi Simba wamekuja moto. Leo tarehe 20 wekundu wa Msimbazi Simba wametambulisha mashine mbili kwenye dirisha hili dogo la usajili. Bwana wekundu wa Msimbazi Simba imethibitisha kumsajili mlinda mlango Djibrila Kasali mwenye umri wa miaka 29 kutoka klabu ya AS FAN na timu ya taifa ya Niger kwa mkataba wa mwaka mmoja. Kimasiara kabisa tayari wamemtambulisha nyanda huyu ambaye anakuja kuziba pengo la Musa Pimpin Kamara ambaye ni majeruhi, lakini pia Yakubu Suleiman pia ambaye pia ni majeruhi. Lakini ujio wa Djibrila ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba unathibitisha kwamba Simba hawatakuwa na mlinda mlango Musa Pimpin Kamara. Kuna taarifa ambazo zipo kwamba Musa Pimpin Kamara atatolewa kwenye mfumo wa usajili ili kumpisha nyota huyu nyanda huyu kutoka Niger kuziba pengo lake, licha kuwa kuna baadhi ya taarifa ambazo zipo kwamba Musa Pimpin Kamara yeye amekataa kabisa kutolewa kwenye mfumo. Kwa hiyo ni moja kati ya usajili ambao Simba imeufanya kukamilisha usajili wa mlinda mlango Djibrila Kasari kutoka AS FAN ya nchini Niger kwa mkataba mwaka mmoja. Djibrila ni nyota mwenye umri wa miaka 29, ndiye mlinda mlango namba 1 kwa sasa ndani ya timu ya taifa ya Niger. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wamekamilisha. Sasa kabla ya usajili huu bana mapema Simba walikamilisha usajili wa Ismail Tule, nyota ambaye amewahi kukipiga ndani ya klabu ya Stellenbosch ya kule Afrika ya Kusini. Bwana Simba Sports Club kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram walimtambulisha beki huyo Kisiki ambaye anatajwa kuja kuchukua nafasi ya Karabou Shamwe ambaye anatajwa kutolewa kwa mkopo. Lakini pia kuna taarifa ambazo zipo kwamba Karabou Shamwe amekataa kutolewa kwa mkopo, ameomba timu hiyo kuvunja mkataba. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kuhusiana na beki huyo nyota huyo mpya wa Simba Olivier Tule kutoka Ivory Coast bwana, aliwahi kufanya kazi na Steven Beck ambaye ni kocha wa timu ya Simba Sports Club wakiwa Stellenbosch. Bwana Tule alishacheza dhidi ya Simba alipokuwa na Stellenbosch msimu uliopita. Pia alikuwepo kwenye kikosi cha ASEC Mimosa dhidi ya Simba misimu mitano nyuma. Alikuwepo kwenye kikosi cha Marumo Gallants dhidi ya Yanga 2022-2023 kama unakumbuka pia. Kwa hiyo ujio wa beki Olivier Tule unamfanya sasa Karabou Shamwe kutafuta timu nyingine bwana, na taarifa inaweza kwamba beki wakati wa kikosi cha Simba Shamwe Karabou yupo kwenye mazungumzo ya kuvunja mkataba wake na klabu yake ya Simba. Shamwe amewaambia Simba hayupo tayari kutolewa kwa mkopo, bali wamvunjie mkataba wake aondoke moja kwa moja, ila sio kutolewa kwa mkopo. Kwa hiyo ujio wa Ismail Tule ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba unawasha taa nyekundu kwa Karabou Shamwe kuondoka ndani ya klabu hiyo, na anaingia Ismail Tule, beki mzoefu mwenye umri wa miaka 28 kutoka Ivory Coast. Mwaka 2023 alijiunga na Stellenbosch akitokea Marumo Gallants ambapo amedumu kwa miaka 2 akiwa na kocha Steven Becker. Kisha mwaka jana 2025 akaondoka kwenda zake Falme za Kiarabu katika klabu ya Banyasi. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wamemtoa ndani ya klabu ya Banyasi ya kule Uarabuni. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba leo wametambulisha nyota wawili kwa maana ya nyanda Djibrila, lakini pia beki Kisiki Ismail Tule. Kwa hiyo klabu ya Simba imewatambulisha rasmi goalkeeper Djibrila na mlinzi wa kati Ismail Tule. Tule anajiunga na kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba kitokea klabu ya Banyasi ya Falme za Kiarabu kwa mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo iko hivyo bwana kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wameshusha nyota wawili hii leo tarehe 20, na bado wanaendelea kushusha nyota wengine wapya. Lakini moja kati ya sajili ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa ni sajili ya Clatous Chota Chama. Bwana, taarifa ni kwamba na nitakuja kukujuza pia kwamba Simba muda wote wanamtangaza Clatous Chota Chama kama nyota wao mpya, na anarejea tena kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Bwana, wanakuambia ufalme wa Chama uko ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni moja kati ya jambo ambalo huwezi kulipinga, na kukumbusha tu
Chama aliwahi kuondoka ndani ya Simba akaenda zake RS Berkane ya Morocco, lakini baada ya mambo kuwa magumu akarudi zake kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Amekaa Simba, baada ya mambo tena kuwa magumu akaenda zake ndani ya klabu ya Yanga. Baada ya hapo akatimkia zake Singida Black Stars, na sasa Chama anarejea ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo tukizungumza kwamba ufalme wa Chama uko kwa wekundu wa Msimbazi Simba, nadhani unaweza kuwa unanielewa. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana na mashabiki wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, usajili wa Clatous Chota Chama. Ni jambo la kusubiri kwa sasa. Tulinisha kuletea tetesi za Chama, lakini tayari taarifa zinazungumza Simba amekamilisha usajili wa Chama. Kinachosubiriwa kwa sasa ni utambulisho tu. Bwana, mpaka sasa mara baada ya Simba kuwatambulisha nyota hawa wawili kwa maana ya Ismail Tule na Jibrila Kasali Nyanda kutoka ndani ya klabu ya AC Fan ya Niger na timu ya taifa ya Niger, bwana, Simba anakamilisha nyota wa 4 ambao tayari ameshakwisha kuwatambulisha kwenye dirisha hili dogo la usajili. Walianza na Libase Gueye kutoka Senegal, wakafuata beki wa kushoto Mtanzania Nixon Kibabage, wamefuata Ismail Tule, lakini wamemalizia na Jibrila Kasali. Kwa hiyo hizo ndizo sajili ambazo mpaka sasa Simba wameshakwisha kuzitangaza kwenye dirisha hili dogo la usajili. Bado Simba wanaendelea, muda wowote Simba pia watashusha chuma kingine, na kama kawaida tutaendelea kuwa juza taarifa za usajili zilizokamilika na zile ambazo zimeendelea kuzungumzwa kwamba huenda zikakamilika. Kwa hiyo moja kati ya taarifa ambayo nimeona ni kujuza wekundu wa Msimbazi Simba bwana wanaendelea kukimarisha kikosi chao, na tunafahamu kwamba Simba wanaelekea kule nchini Tunisia kukipiga dhidi ya Esperance de Tunis, mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya makundi. Wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji ushindi ili kuweza kufufua matumaini ya kuweza kutinga hatua ya robo finali. Ukiangalia kwenye kundi lao hawana point, kwa maana ya ukiangalia kwenye kundi Esperance de Tunis ndio anaongoza, anafuata Petro de Luanda, Stade Malien, Simba ndio wa mwisho. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani Simba wana wakati mgumu sana kuhakikisha kwamba wanafua matumaini ya kuweza kufanya vizuri kwenye michuano hiyo, na ndio maana wanafanya sajili za kutosha na sajili ambazo zitakwenda kuwasaidia kwenye michuano hiyo. Kwa hiyo iko hivyo. Ukurasa wa Sports Club nimepita kutazama comment za baadhi ya mashabiki wapenda soka, pengine wamepokeaje usajili huo wa Nyanda Jibrila Kasali kutoka AC Fan bana. Huku wanazungumza ama comment za mashabiki wamemkaribisha Nyamda huyo. Mngesema tunasubiri na sajili ya saa, mngesema kama umekubali Simba sajili hii weka kopa hapa. Mngesema karibu sana Msimbazi. Sema huyu anacheza nafasi gani? Ni goalkeeper, anauliza kwa maana ya Jibrila Kasali, lakini huyu anasema super wapenda usajili wake like hapa. Mwingine anasema chuma iko hapa kimefika. Mwingine anasema huyu ni mchezaji. Mwingine anasema Simba tumepata kipa. Nimesema hawa mnawatoa wapi jamani? Unasema na wakubali angekuwa chaguo sahihi zaidi. Unasema kumekucha sawa. Goalkeeper unasema ni goalkeeper. Unasema tunawaomba sana msimu huu sawa. Bana, ni kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba baadhi ya comment ambazo zimekuwa zikitolewa mara baada ya sajili ambazo zimekuwa zikiendelea ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mnasema Simba imepoza kwa sasa. Unasema congratulations Simba kwa kufanya sajili. Unasema Simba nguvu moja. Mnasema hiki ni chuma, mje mniulize mwakani. Bwana, hizo ni baadhi ya comment tu kupitia kwenye class wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya Simba kukamilisha sajili hizo mbili. Kwa maana ya beki Kisik Ismail Tule kutoka ndani ya klabu ya Baniasi ya Falme za Kiarabu, lakini pia Jibrila Kasali kutoka ndani ya klabu ya AC Fan ya Niger, na ndiye goalkeeper nambari 1 wa timu ya taifa ya Niger. Bwana, wengi wanaweza kawa wanajiuliza pengine Niger kuna nyota ambao pengine wamewahi kucheza Tanzania na wakafanya vizuri. Bwana, Victoria Adebayo mnamkumbuka huyu, amewahi kutumikia ndani ya klabu ya Singida Black Stars, lakini ni moja kati ya nyota ambaye aliwahi kuitwa na Jenda Malin ya kule Niger. Kwa hiyo si tu
kwamba huyu ndio mchezaji pekee kutoka Niger anakuja kucheza Tanzania. Victorian Adebayo pia amepita kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo huu ni mwendelezo tu wa nyota kutoka ndani ya taifa la Niger. Kwa hiyo hizo ndizo sajili. Wekundu wa Msimbazi Simba wanaendelea kufanya sajili, na kinachosubiriwa kwa sasa ni sajili ambazo zinafuata. Moja kati ya sajili